kipya. Chap chap. Kiumbe kipya ni kiumbe cha namna gani? Ameokoka, amempokea Bwana na Mwokozi. Kwa kiumbe kipya ni mtu aliyeokoka, si ndiye? Wote tunafahamu dhana ya kuokoka kwanza. Haya, tuzitaje afu nitawauliza. Sasa tuanze na huyu. Kiumbe kipya cha namna gani? Mtu aliyebatizwa. Amebatizwa. Nimsaidie kujazia jibu lake ambalo hakumaanisha katika Roho Mtakatifu. Haleluya. Yes. Kwa yuko sahihi. Ni mtu aliyebatizwa katika Roho Mtakatifu. Nitawaambia kwa nini nimejazia hivyo. Hapa anakuwa ameachana na kutenda maovu. Tunalijazia jibu lake kidogo, si ndiye? Kwa kuwa amegeuzwa na kufanywa upya nia yake, si ndiye? Yote haya nitawaambia kwa nini nayajazia namna hiyo. Kiumbe kipya ni kiumbe cha namna gani? Cha namna gani? Cha namna gani? Je, kiumbe kipya ni kiumbe ambacho kimesamehewa dhambi? Amepata jibu lingine, kimehesabiwa haki. Swali langu, kiumbe kipya kimesamehewa dhambi? Umeibia. Okay, Bwana asifiwe sana. Njoni tuangalie kidogo sifa za kiumbe kipya, si ndiye? Sisi ni familia ya Mungu, ni viumbe vipya, si ndiye? Ni uumbaji mpya wa Mungu, si ndiye? Kwa lazima tujue sifa zetu. Ni kwa mfano tu ukiulizwa wewe ni wa kike au ni wa kiume, moja kwa moja unajua mimi ni wa kike. Kwa nini? Kwa sababu unafahamu sifa za kike zikoje, si ndiye? Haya, kwa tuzifahamu sifa za nini? Za kiumbe kipya. Tuzifahamu sifa za kiumbe kipya. Sifa ya kwanza kabisa ambayo natamani tuiangalie ni kwenye huo mstari ambao tumeusema. Nendeni kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Naye nakumbuka unasemaje wakati anaendelea kufika hapo? Naye nakumbuka unasemaje? Au tutangaze tena Tazama imekuwa mapya, amepatia cha mwishoni. Okay, tufike Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Korintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Haya, angalia hapo sura ya 5 hii hapa mstari wa 17, sijui utakuwa mitaa hii hapa. Korintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Tumefika? Aya, 1, 2, 3. Twende tuanze. Ngoja, kuna mtu bado anatafutaga mstari wa 17. Okay. Haya, tunarudia tena. Na hata imekuwa 1, 2, 3. Na hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tazama yamekuwa mapya. Tusomewe kwenye Biblia yako. Maneno ni madogo sana. Sawa, simu basi itakuwa inafanana na hao. Okay? Na hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Si ndiye? Tuone huo upya anaomaanisha ni upya wa namna gani, si ndiye? Tuone ni upya wa namna gani, si ndiye? Tuendelee mbele kidogo, soma mstari wa 18. Mstari wa 18. Tumia tu simu. Vyote pia vyatokana na nani? Na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa nani? Kwa Kristo, naye ametupa huduma ya upatanisho. Kwa hiyo upya anavyosema, lakini vyote pia vyatokana na
Mungu. Vyote anavyovizungumzia ni vipi? Ni upya, si ndiye? Kwa hiyo upya ambao tunausema, si ndiye, unatokana na nani? Na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo upya ambao tunauona kwenye kiumbe kipya ni kazi kamili kabisa ya Mungu. Upya ambao tunauona kwa kiumbe kipya ni kazi kamili ya nani? Ya Mungu. Si kwa sababu ya jitihada za hicho kiumbe kipya. Mkienda kuhubiri, utakutana na mtu, utamwambia kwamba umeokoka, atakwambia ndiyo, nimeokoka. Unamuuliza umejuaje kwamba umeokoka? Utasikia naenda kanisani, pointi namba 1 hiyo. Naenda kanisani. Pointi namba 2, ninatoa sadaka. Pointi namba 3, ninafunga. Pointi namba 4, nimebatizwa. Unaona? Je, hizo kweli ni tafsiri ya kuokoka? No, si ndiye? Kwa sababu gani sio tafsiri ya kuokoka? Kwanza ni kwa sababu hatuokolewi kwa matendo, tunaokolewa kwa imani katika Kristo Yesu. Nielewa? Na tunavyomtaja Kristo Yesu, maana yake kazi kamili ya Mungu. Maana yake mimi nitakuwa kiumbe kipya si kwa sababu nimetumbukizwa kwenye maji plutu nikatoka, au wengine wananyunyuziwa. Umenyunyuziwa, umetumbukizwa? Hujatumbukizwa, umenyunyuziwa, hata ugumbuki. Wewe umetumbukizwa, umenyunyuziwa, umenyunyuziwa. Maskini, yalikuwa machache sana. Wewe umetumbukizwa, umenyunyuziwa, umetumbukizwa. Huyu ameoga kabisa. Wewe umetumbukizwa, umenyunyuziwa. Ulitumbukizwa. Bwana asifiwe sana. Sasa nisikieni kwa makini sasa. Sawa? Nisikieni kwa makini. Ukirudi katika uhalisia, mtu haokolewi kwa sababu labda ametoa sadaka. Mtu haokolewi kwa sababu labda anaenda kanisani. Mtu haokolewi kwa sababu labda anatenda sana matendo mema. Mtu haokolewi kwa sababu labda amebatizwa aidha kwenye maji marefu au mafupi au ya kunyunyizwa au vyovyote. Sio, unanielewa? Unajua kwa nini? Siri ni moja. Dhambi haiondolewi kwa matendo mema. Yaani kwa mfano, chupa ni chafu, si ndio? Ashumu hii ndo chupa, sawa? Chupa ni chafu ndani, si ndio? Hii chupa haiwi safi kwa kuweka chai ambayo ni safi. Chupa inakuwa safi kwa kusafishwa. Kwa ukiweka chai safi ukaenda kummiminia mtu, ataona ni chafu, si kwa sababu chai ilikuwa chafu, lakini kwa sababu imetoka kwenye chupa. Unaona? Kwa hiyo moyo wa dhambi, umeelewa? Moyo wa dhambi, umeelewa, hautakasiki kwa kufanya matendo mema. Umeelewa? Moyo wa dhambi unatakaswa kwa kazi kamilifu ya Kristo msalabani. Kama ungekuwa unatakaswa kwa matendo mema, maana yake ingekuwa tu ni sisi wanadamu kwamba tuamue kufanya mema, isingekuwa na haja ya Kristo kuja kuteswa na kufa. Kwa nini ateswe na kufa wakati mtu anaweza akaamua akakomaa akafanya mema na akatoboa? Unaona? Kama ubatizo ungekuwa unaondoa dhambi, ubatizo wa maji, sawa, kama ungekuwa unaondoa dhambi, isingemhitaji Yesu kufa msalabani. Unajua kwa nini? Kwa sababu tungeamua tu kuwachukua wote, tunaenda pale hivi. Huku karibu hamna mtu, aisee, kuna mtu huku kweli? Watu wa huku wangepata hasara. Kwenu nyewe kuna mtu? Kwenu kuna mtu? Hawa wangepata faida. Nyie wengine mnawezekana msingeingia mbinguni. Kwenu kuna mtu? Upo utanionyesha picha baadaye. Kwa huyu na huyu yamkini wangetutangulia. Kwetu sisi sijawahi kuona mtu, ila tu kuna mifereji ya maji. Yamkini tungechimba shimo ya kusanyike. Bwana asifiwe.
Okay, nitakupa nafasi ya kuulizeni maswali. Kwa hiyo sasa ule ubatizo kama ubatizo hauwezi kuondoa dhambi. Basis ya kuondoa dhambi ni msalaba wa nani? Wa Kristo. Unajua kwa nini? Kwa sababu Mungu alikwisha kusema tangu mwanzo ya kwamba ukila matunda ya mti huu hakika utakufa, si ndiye? Sasa Mungu ni Mungu mwenye haki, si ndiye? Kwa hawezi akalibadilisha neno lake kwa sababu amekuonea huruma. Unaelewa? Kwa hiyo ilibidi dhambi ipewe penalti yake. Mchezaji kwenye mpira akifanya kosa ndani ya boksi anapigwa penalty, si ndiye? Wote waliotenda dhambi iliwastahili penalty. Penalty yenyewe unajua ilikuwa ni nini? Death, mauti. Unaelewa? Kinachotokea, Kristo anaamua kufa kwa ajili ya jamii nzima ya ubinadamu. Unaelewa? Kwa hiyo uasi wote na dhambi zote za wanadamu zinatwikwa juu ya Kristo. Anakufa kulipa deni ya dhambi, au anakufa katika hukumu ambayo wanadamu walitakiwa kuipokea. Unaelewa? Kwa hiyo kila anayeamini ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu, inahesabiwa ya kwamba hukumu yake imekwisha kutekelezwa. Umeelewa? Kwa hiyo anaachiwa huru kwa sababu hakuna tena hukumu ya adhabu juu yake. Hakuna hukumu ya adhabu. Kwa nini? Kwa sababu tayari hukumu yake imeshafanyeje? Imeshatendeka katika Kristo. Kwa hiyo pale msalabani, wapenzi, sawa, si shetani aliyemsulubisha Yesu. Hapo na wachanganye. Si shetani aliyefanya nini? Aliyemsulubisha Yesu. Ni Mungu aliyemtoa Yesu kuwa dhabihu ya dhambi. Kwa Yesu pale msalabani alikuwa anaigugumia hukumu ya Mungu. Ile hukumu pale msalabani ilikuwa inanistahili mimi na wewe. Unaona? Sasa jaribu kufikiri, kama ubatizo ungekuwa unaweza kuondoa dhambi, je, kungekuwa na haja ya mauti kweli? Hapana. Unaona? Sasa ubatizo una maana yake. Sisemi kwamba ubatizo haupo kibiblia. Ubatizo upo, lakini una maana yake. Nielewa? Ubatizo zumuni lake la kwanza si kuwapa watu wokovu. Nielewa? Na kibiblia wanaobatizwa ni waliookoka. Si mnafahamu hilo? Mnafahamu hilo? Wote maandiko yanasema, kwa mfano kwenye ile siku ya Pentekoste, si ndiye? Mtume Petro akasimama akahubiri, si ndiye? Alipohubiri wakamuuliza, tutendeje? Kwanza wakachomwa mioyoni mwao, wakauliza, tutendeje ndugu zetu? Mnakumbuka? Petro akawaambiaje? Tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu. Angalia, tubuni. Kutubu maana yake kugeuka aina yao ya mtazamo na mfikirio. Aina na mtazamo wa mfikirio kivipi? Walikuwa hawamuoni Yesu kama Masihi aliyekufa kwa ajili ya dhambi zao. Kwa hiyo wanaambiwa wageuke aina yao ya kufikiri, wamuone Kristo kama sadaka kwa ajili ya dhambi yao. Ninaelewa? Walipokubali ile toba, ndipo wakabatizwa. Ninaelewa? Haikutangulia batizweni ndipo mtubu. Unaelewa? Kwa mfano, huu mstari unawachanganyaga sana Wakristo wengi. Marko sura ya 16 mstari wa 15. Hata nyewe unawachanganya eti aaminie na kubatizwa ataokoka. Ni wengi wanaichukulia kama vile mtu asipobatizwa hajaokoka. Lakini je, huo ndo uhalisia? No. Tunaona kabla ya kubatizwa inatangulia kuamini. Sio unaona? Yes. Na unajua kwa bahati mbaya
Ubatizo unajua wa kunyunyiza maji unajua haupo kibiblia. Kwa mimi mwenyewe tu ningekuwa nimepata hasara. Mimi nimebatizwa nikiwa mdogo. Kwa hata sijui nilibatizwa lini, sijui aliyeninyunyuzia maji ni nani, nilikujaga tu kuona picha. Tena wakati huo naona picha hata sikuweza kujitambua kwamba ndo mimi. Kwa maana kanaonekana tu katoto fulani hivi kazuri. Mimi nilikuwa kazuri jamani. Na watania. Bwana asifiwe sana. Kwao unakuja kugundua kama ubatizo ni kigezo cha kuondoa dhambi, isingelimstahili Kristo kufa msalabani. Lakini kwa kuwa isingaliwezekana sisi kupokea ondoleo la dhambi nje na mauti ya Kristo, ndiyo maana ilimhitaji Yesu kufa msalabani. Umeona? Yes. Kubatizwa katika kanisa la kwanza ilikuwa tunasema ilikuwa ni ishara ya nje ya kuonesha ya kwamba nimekubali kuwa mfuasi au mwanafunzi wa Yesu. Ilikuwa ni ishara ya nini? Ya nje ya kuonesha ya kwamba nimekubali kuwa mfuasi wa nani au mwanafunzi wa nani? Wa Bwana Yesu. Ndiyo maana namba au takwimu za watu wangapi wameokoka walikuwa wanazichukulia kwenye wakati wa kubatiza. Ndio wakati walikuwa wanachukua takwimu za watu waliookoka. Unaelewa? Kwa unakuta mtu amefanya decision kwamba Kristo, tangu sasa naamini kwamba wewe ndo Yesu, tangu sasa naamini wewe ndo Kristo uliyekufa kwa ajili ya dhambi zangu. Unaona? Ninakubali kuwa mwanafunzi wako. Umeona? Anaenda anabatizwa na mitume. Unaelewa? Akiisha kubatizwa hapo anaingia katika ushirika wa waamini. Kwa nini? Kwa sababu kule kubatizwa ni tangazo la kwamba mimi tangu sasa ni mwanafunzi na mfuasi kindakindaki wa Yesu. Hivi si mnafahamu imani katika maandiko? Unajua tuna konsepti tofauti kuhusiana na imani. Imani katika maandiko si kitendo tu cha kwamba Yesu wewe ndo Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, amen, alafu natoka hapo naendelea na mambo yangu. Imani kibiblia ni uzalendo. Nikisema uzalendo, mnaelewa maana yake? Uzalendo mnaelewa maana yake? Mnaelewa? Kwa mfano wanasemaga Nyerere alikuwa ni mzalendo. Maana yake alikuwa tayari kufa kwa ajili ya nini? Ya nchi ya Tanzania. Unaona? Maana yake ni imani ambayo imeelekezwa na uzalendo maana yake you are ready even to die for a certain belief. Uzalendo maana yake uko tayari hata kufa kwa sababu ya kile ulichokiamini, kile ulichokishikilia. Unaona? Kwa hiyo imani kibiblia si tu swala la Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu alafu unaenda kuendelea na mambo yako. Imani katika Ukristo ni kwamba Kristo, nakubali wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ukishasema hivyo unaanza kumfuata Yesu. Popote anakoenda unamfuata, anakoenda unamfuata, anachofanya unafanya. Huo ndo uzalendo. Hiyo ndo imani kimaandiko. Haya, nani anaweza kaniambia Ebrania mstari wa 9 na wa 10 unasemaje? 1500. Alikuwa anataka kunidaka kwenye mtego, sijaingia. Hiyo ni Ebrania 11 mstari wa 3. Elfu yangu inapona, elfu yangu inapona. Wewe unamaanisha hivi kwanza? Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hiyo ni 10:17. Mimi nataka 10:9 na 10.
Haya, 5,000 imeexpire. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. 10:9 hadi 10 Warumi. Bwana asifiwe sana. Warumi 10. Mlisikia Waebrania? Ndio maana mnanitajia mistari ya Waebrania. Acheni kunisingizia. Huyu sasa ngoja kwanza tudili na huyu kasikia Waebrania, si ndio? Lakini mstari alionitajia ni wa Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10. Hata we. Hebu utaje. Okay, Bwana asifiwe. Kwa hiyo angalieni sasa, wekeni macho kwenye hiyo Warumi 9 hadi 10, 10:9 hadi 10. Anasema hivi, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Umeona kigezo cha kuokoka hapo? Umeona kigezo cha kuokoka? Ni lazima nikubali kuamini ufufuko wa Kristo kutoka kwa wafu. Pasipo kuamini ufufuko wa Kristo kutoka kwa wafu, you can never be saved. Na si tu kwamba unaishia kuamini ya kwamba alifufuka kutoka kwa wafu alafu ndio imeisha. No, unamkiri kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Unaona hilo neno Bwana maana yake kurios, kwa Kigiriki ni neno kurios, ni ukilipeleka kwenye lugha ya Kiebrania ni neno lilokuwa linatumika kutaja neno Adonai, kwamba ni Mungu. Unielewa? Lakini pia anavyotaja neno Bwana anataka kukuleta katika sensi ya kiutumishi. Sensi ya nini? Kiutumishi, kwamba ninaamini amefufuka kutoka kwa wafu, kwa hiyo ninakuwa tayari kumtumikia. Sasa mtanishangaa nimepiga magoti ete afu nimeinama ete. Kwa nini nimepiga magoti nikainama? Kwa nini nimepiga magoti nikainama? Twendeni Zaburi ya pili. Mpaka sasa mmesoma vifungu vingapi? Unajua nilivyoanza kufundisha, yaani mngekuta sasa hivi hapa mmesoma vifungu zaidi ya 40. Kwa hivi ni vichache bado. Sasa hizi nimevipunguza, ninaelezea zaidi. Twende Zaburi ya pili. Zaburi ya pili mmefika Tutaanzia tu mstari wa kwanza. Tumefika pale. Sasa mimi sijafungua Biblia yangu, kwa mtakuwa mnaniambia. Anasema, mbona mataifa wanafanya ghasia? Mbona makabila wanatafakari ubatili? Mbona wafalme wa dunia wamejipanga? Wakuu wanafanya shauri juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Wanasemaje? Na tuvipasue vifungo vyao, tuzitupe mbali na kamba zao. Umeona huo mstari wa kwanza hadi wa tatu hapo? Umeona huo mstari wa kwanza hadi wa tatu? Ni mstari ambao Mtume Petro ameutumia. Nyinyi si mna physical Bible? Nionyesheni kwa nini nimewaambia mchukue physical Bible. Hiyo Zaburi ya pili usiifunge. Usifanyeje? Usiifunge. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya ngapi? Ya 4. Usiifunge. Fungua Matendo sura ya ngapi? Ya 4. Sasa hapa inabidi niangalie mstari. Matendo ya Mitume, fungua sura ya 4. Sawa? Alafu twendeni mnisomee ule mstari wa 25. Sasa hapa wanafunzi Petro na Yohana walikamatwa, sawa? Wakaulizwa. Matendo ya Mitume sura ya 4. Mstari tutaanzia ule wa 25. Sasa nawapa historia kidogo mkumbuke, sawa? Hapa hivi Petro na Yohana walikuwa wamekamatwa, kwanza wakafungwa kidogo.
Baadaye wakaletwa kwenye baraza, wakaanza kuulizwa, nyie kwa nini mnahubiri kwa jina la Bwana Yesu? Wakasema kwamba hivi ni haki kweli 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 tuwatii wanadamu au tumtii Mungu? Nasema sisi hatuachi kuhubiri kwa jina la Bwana Yesu. Wale watu wakaitana wakashauriana, mbona hawa vijana hawana elimu alafu wanajibu kwa ujasiri namna hii? Akasema hii inatisha hii. Wakasema hebu tuwakataze wasubiri kwa jina la Bwana Yesu afu tuachie. Kwa wakawaita pale, wakawapiga kidogo afu wakawakataza, subiri tena kwa jina la Yesu. Kina Petro alivyotoka hapo, wakaenda wakakusanyana na ndugu wengine. Akasema wale jamaa wanaendelea kututishia, njooni tuombe. Unaona kanisa la kwanza lilivyokuwa very amazing. Wakakusanyana wakaomba kwa nia moja, Mungu wewe ndio uliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo na everything. Alafu mstari wa 25 ndo wanakuja wana recite kile ambacho Mungu alikisema. Hebu tuanzie mstari wa 25 kwa pamoja. Mstari wa 25 kwa pamoja. Simu imezima? Umesahau mstari? Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari kuanzia wa 25. Haya, tusome kwa pamoja hapo, 1, 2, 3, twende. Nao walinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba na makabila wametafakari ubatizo. Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri hiyo mistari tumeiona wapi? Mmeona? Haya, someni mstari wa 27 hadi wa 28. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wangu aliyemtia mafuta, ili afanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako uliyafikiria tangu zamani. Wow, angalia, amekirecite kile ambacho Daudi amekisema kwenye Zaburi ya ngapi? Ya 2. Baada ya kukirecite, wanakielezea ya kwamba kumbe wale mataifa wanaotafakari ubatili, wale wafalme wanaojipanga juu ya Bwana na juu ya Masihi. Neno Masihi kwa lugha nyingine ni neno gani? Neno lingine la Masihi ni neno gani? Yesu. Okay, bado tuna mengi ya kujifunza. Okay, Masihi imetoholewa kwenye lugha gani? Kiebrania, si ndio? Ambalo tafsiri yake ni nini? Mpakwa mafuta. Sawa? Mpakwa mafuta. Ndio maana kwenye hiyo mistari, hebu angalieni ule mstari wa 27, anasema ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu nani? Yesu, uliyemtia mafuta. Umeona? Uliyemtia mafuta. Kwa hiyo neno Masihi tafsiri yake mpakwa mafuta au aliyetiwa mafuta. Sawa, alafu kuna kitu kingine, angalieni huo mstari wa 27, anasema wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya nani?